Online TV. Concept aliyozungumza Sheikh ni kubwa mno. Maana yake hauwezi kuijua jana wala hauwezi kuijua juzi kama umri wako ukuwa wa jana. Leo tukienda hapa Mwalimu, tukienda hapa stendi ya Magufuli ya SGR na kule Dodoma na kule Morogoro, watu tunashuka mpaka unajiuliza, hivi hawa wote walikuwa napanda nini? Riski ya ajali imepungua, tunapanda tunakwenda kwa muda mfupi, maendeleo yanafanyika. Sasa alichokizungumza Sheikh pamoja na wote waliohudhurisha hapa, vijana wenzangu, kuna mtu mmoja juzi aliniambia, Chalamila una umri gani? Nikamtajia. Akasema ulipokuwa na miaka 20 mpaka angalau 39 ulikuwa unafikiri vipi? Nikamwambia. Akasema unajua bwana, kuna umri kila unachokifanya unakuwa very careful kuangalia jamii itasema nini. Ukitaka kuvaa suti unasema mbona hii suti kama ya kishamba shamba sana, jamii itanionaje? Ukitaka kununua gari unasema ngoja nikanunue Vogue kwa sababu IST, jamii itanionaje? Ukitaka kujenga nyumba unalazimishia kujenga gorofa. Kumbuka hapo uwezo hauna, ni ule wa kuungaunga ili kuonyesha jamii kwamba una hela. Yule jamaa akasema inapofikia miaka 60 unakuja kujua kwamba kumbe jamii ilikuwa hata ikuangalia ulichokuwa unafanya. Kwa hiyo akahitimisha kwamba ni afadhali kutokwa jasho ungali kijana kuliko kuja kutokwa machozi ukiwa mzee. Hoja waliozungumza wahudhurishaji hapa ni kwamba hautajua thamani ya jasho kama hautajua madhara ya machozi. Hautajua thamani ya maumivu mpaka uje ujue madhara ya kukosekana kwa furaha. Kwa hiyo vijana wenzangu, kama uko bize na masuala ya kiuchumi katika taifa, utailinda amani kwa kuwa ni sehemu ya mchango wa uwekezaji katika taifa. Lakini kama wewe haueleweki, hauna anwani ya aina yoyote, unaweza kuhisi kuchafua mji na kuleta na kusababisha kukosekana kwa amani, ndio ujanja. Sasa amani katika mataifa yote ndio mtaji na pamoja. Na wenzetu wa mataifa mengine kwa nini wanailinda Tanzania? Ukifuatilia kwenye mitandao watu wengi wanaongea sana, watu wengi wanaongea. Lakini nataka niwathibitishie, mkidetail vizuri mtakuja kugundua wapo wanaowaongoza. Haiwezekani kazi yako iwe ni kuzungumza, huna ajira, umejificha ndani unazungumza. Lazima yupo anayekulisha, na huyo anayekulisha ndiye anayekutuma kwamba bwana, tukifanikiwa pale, amani ikikosekana pale, Leganga na Mchuchuma ni ya kwetu, madini ya nikeli Kagera ni ya kwetu, dhahabu ile ni ya kwetu, mafuta yaliyopo kwenye mito, kwenye maziwa ni ya kwetu, madini mengine yote yanayopatikana katika taifa ni ya kwetu. Brother, chukua dola milioni 20 hizi, wewe kazana, ongea kwenye YouTube, ongea kwenye kitu gani, ukifanikiwa tutakuongeza tena. Haiwezekani ujifiche chumbani, kazi yako ni kuongea tu. Unakula nini? Haieleweki. Unaishije? Haieleweki. Unabadilishaje suti? Haieleweki. Unatoa wapi tai? Haieleweki. Lakini kazi yako wewe ni kuongea tu kwenye YouTube. Lazima ipo remote nyuma ambayo imekutuma kwamba kachafue amani ya taifa hilo. Tukiweza tutakuongezea. Tutumie common sense.
Wewe kaa siku 4 unaongea hapa hapa Tanzania, wala usiende popote. Kaa siku 4 unaongea, unapiga maneno hapa hapa. Utanithibitishia kabla masaa 72 hayajafika utakuwa umeishiwa nguvu, watakuwa wamekupeleka Muhimbili na utaongezewa drip na utajieleza kwa nini ulikuwa unafanya. Lakini jiulize, kwa nini hao wanaoongea kwenye mtandao muda wote yeye hapungukiwi nguvu, haongezei drip? Ni nani anayemuongoza? Manake mjue ni yule ambaye ni adui wa amani ya taifa letu. Tukidaka kama ilivyo, juzi nimewaambia wenzangu kwenye mkutano, nikawaambia maisha yetu Dar es Salaam mnayafahamu. Vurugu zikipigwa hapa, nilikuwa soko la Mabibo, nikawauliza Dar es Salaam tuna shamba? Akasema tuna shamba. Nikawaambia tukivuruga Dar es Salaam inabidi Morogoro Road ifungwe, inabidi barabara ya Kilwa Road ifungwe, na inabidi meli zifungwe, kwa sababu haziwezi kukanyaga kisiwa ambacho amani yake imetoweka. Swali linakuja hapa Tanzania leo, madaktari wanasema takwimu za watu wanaotumia dawa za pressure na sukari kwa siku ni wengi sana, na kwa lugha nyepesi inawezekana tujafanikiwa bado kuizalisha Tanzania. Meli ipo kwenye kina, imebeba madawa, ije ishushe tunywe tuendelee kuongea hivi tunapoongea, haijafika kwa wiki 2. Manake pressure itapanda juu na sukari itapanda juu na tutakufa kwa sababu ya wachache walioharibu amani. Wenzetu wanaoleta vitunguu, mahindi, mchele, ng'ombe kutoka kwenye mikoa mingine, inabidi barabara hiyo ifungwe, chakula kisingie Dar es Salaam, tule jeuri yetu, tule fujo yetu, tule ubabe wetu, tule utapeli wetu, vyakula viende huko sehemu nyingine. Manake ni kwamba Dar es Salaam ikitokea fujo Tanzania, moja ya mkoa ambao watu watakufa kabla masaa 4 hayajafika ni Dar es Salaam. Kwa sababu Dar es Salaam tunatafuta asubuhi ili tule mchana, tunatafuta mchana ili tule usiku. Maisha yetu imekuwa ndio kacha, hatutunzi vyakula. Na baba tukimuuliza sema tukitunza vyakula wadudu wataingia kwenye mchele. Lakini anajua kwamba sina hela ya kesho, anasema wadudu wataingia kwenye mchele, kwa ni bora kununua kila siku. Na hiyo ndio njia nyepesi. Bwana baba, tutunze basi samaki angalau wa wiki moja. Hapana, umeme utatumika mwingi, bora tununue kila siku. Basi unaamini, lakini kumbe ni kwa sababu hela ya kula baadaye haijapatikana, itapatikana baadaye. Na hela ya kula usiku haijapatikana, itapatikana usiku. Sasa tumevuruga hiki kinachoitwa amani. Tutakula nini? Wazazi wetu wako kijijini wanatumia madawa yanayotoka bandari ya Dar es Salaam. Madawa hayawezi kwenda kwa sababu meli haishusha au tanka haipo wala basi haipo, inabidi tusubiri. Hiyo ndio madhara makubwa ya kukosekana kwa amani. Vijana humu ndani mmo ambao mmesoma na degree mnazo, wengi tumejiunga kwenye mkumbo kwamba taifa la Tanzania halina ajira. Na wazazi pia. Na kijana mmoja juzi amenifuata anasema naomba unisaidie, bila kuwa na mtu sipati ajira. Ile point aliyozungumza shehe wetu hapa kwamba kijana anaweza kubehave namna gani kulingana na unachokiona. Leo vyuo vikuu vimeongezeka. Serikali imeanza, imetoa ada kwanza, inaitwa elimu bila ada, ila ina michango mingine. Watu wanajaribu kuchallenge kwamba mnasema bila ada, mbona michango ni mingi? Shule ina gharama nyingi. Kipengele cha ada kimetolewa ili ilipo na serikali. Vimebaki vipengele kama uniform, ukiumwa, siwi nini, hivyo ni vya kwako wewe mzazi. Ada imetolewa na serikali ili kulipia. Sasa nikawa nauliza, darasa la kwanza mpaka form 4 umesoma bure, form 4 mpaka form 6 umekuja bure, form 6 kwenda chuo kikuu serikali ikasema hautakuwa na uwezo ikulipie, wewe utakuja kuilipa. Umefika chuo kikuu umemaliza, baada ya kumaliza umekaa mwaka wa kwanza huna ajira, mwaka wa pili hauna ajira, mwaka wa tatu hauna ajira. Baba analalamika na mtoto analalamika, mama analalamika na mtoto analalamika.
mwisho tunakuja kuichukia serikali kwamba haitoi ajira. Lakini katika jopo la wale waliomaliza mwaka huo wapo walioajiriwa kwenye ajira rasmi na wapo ambao hawajaajiriwa kwenye ajira rasmi. Ajira rasmi za serikali na zile ambazo sio za serikali. Katika wale waliomaliza mwaka huo wapo walioanza kuwa na pesa na wapo ambao hawana pesa. Katika wale waliomaliza mwaka huo yupo mwingine amejibadilisha kuwa mwizi, yupo mwingine amejibadilisha kuwa mtu wa kawaida. Hoja ya msingi ni nini? Kuna kitabu ameandika mtu anaitwa Holiday, kinaitwa Ego is the Enemy. Ego is the enemy. Yaani wewe kila kitu unachotaka kufanya ukitafsiri kwamba mimi bila kushikwa mkono siwezi, maana yake haudi kufanikiwa kama hujakutana na kushika mkono. Lakini unajiuliza, kama sisi tuliosoma tunakuja kuwa na maisha magumu tukisema imesababishwa na serikali, right? Huyu ambaye hajasoma na amekwenda kufungua maduka sio wapi Kariakoo, na mimi hata mkuu wa mkoa leo nikitaka kuita wadau naanza kumuita yule amefanyaje? Basi achana na elimu uliyosoma, hebu tumwige huyu aliyoko Kariakoo ambaye akwenda darasani, ili tusilaumu serikali. Mimi nimekuja kugundua pamoja na matatizo au changamoto zinazoweza kuwepo katika nchi, lakini pia vijana sisi tuna mchango mkubwa wa kujirudisha nyuma. Halafu wazazi pia, niliona concept hapa mzee ameuliza hapa, wazazi pia tuna mchango pia mkubwa wa kukatisha tamaa watoto. Kijana analia na mzazi analia. Sasa kijana usipojikaza, maana mambo hayawezi kwenda. Siku moja nilizungumza, kijana unakuta una simu ya shilingi 800,000, upo tayari kuwa na simu ya shilingi 800,000, unakwenda mahali penye free wifi kwenda kuchat, wakati wenzako wanahangaika kwenda kwenye free wifi kwenda kutangaza bidhaa hata kama sio za kwao, ili mradi apate ka 20 au ka 10%. Sasa ego ikiwa ni enemy, hawezi kuzijua hizo fursa. Mwisho unakuta ni mtu wa kulalamika wakati wote. Ukidevelop kulalamika wakati wote, kunatengeneza hormone ambazo mwisho zinaweza zikauharibu hata mwili. Nadhani mnafahamu mahusiano yaliyopo kati ya stress na kuongezeka kwa mwili. Nafikiri mnafahamu. Mzee mkamuona mtu mnene mkafikiri yuko vizuri, wakati fulani ni stress hormones zimejipelekea huko. Na ndio maana nashauriwa fanya mazoezi, kwa sababu stress inafanyaje, inapungua na nini. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wenzangu, in order to be a potential human capital, kuna mambo mengi ya kuyawaza upya. Leo nawakuta kwa Dar es Salaam, mahali ambapo kuna population ya watu wengi, lakini analalamika sawa sawa na mtu ambaye yuko kwenye mkoa wenye population ambayo sio nyingi. Leo ukiweka kitu hapa barabarani Dar es Salaam kinauzika, lakini ukienda kwenye mkoa mwingine inawezekana flow ya watu isiwe kubwa, hakiuziki. Kuwa tu mkoa wa Dar es Salaam ni mtaji tosha. Na niliwahi kuwaambia, hapa ndipo mahali ambapo mtu hajui kusoma wala kuandika, lakini anapiga tai na anachukua gazeti ya Daily News kila siku, ndio bajeti yake. Na ukimuona anachochangia, unaweza kufikiri huyu jamaa alikuwa Marekani jana, lakini amegundua fursa kwamba mtu mtanashati alishika gazeti, anaaminika. Kuna yeye anaamua kuishi hivyo, ila akisema mwanangu naomba nisaidie au nikope milioni 10 nina jambo moja mara moja na kulisha baadaye, unatoa kwa sababu umeona ule utanashati. Hapa ndipo mahali ambapo mtu anaweza sielewa anakolala, lakini anaamka na briefcase na hakuna mtu anamsema, kwa sababu ndio maisha yetu. Ile inakufundisha nini? Kwamba pana potential. Na hapa ndipo unapomkuta mganga wa kienyeji
yuko kanisani, mganga wa kienyeji yuko msikitini. Yaani yeye mwenyewe ameona kuna uganga wangu wote niende msikitini kuswali, lakini akirudi anasema njoo utapata hela nyingi, lakini kula kienda Mungu nisaidie nipate hela nyingi. Ndio unajua hiyo ndio Dar es Salaam. Sasa ni jawabu lako wewe kujua umfuate au usimfuate. Wetu sisi ni uchaguzi wa huru na amani. Sisi kazi yetu sio kusema ukakipigie chama fulani kura, hapana. Kazi yetu ni kukueleza wewe uliyejiandikisha, jitokeze kwenda kupiga kura, kwa sababu tupo kuilinda amani ya taifa letu. Hakuna atakayeichezea amani hii kwa maslahi yake. Na Mheshimiwa Rais amefanya mikutano kote huko, anaendelea kufanya mikutano. Dar es Salaam wamekuja wagombea wa vyama vyote, hakuna hata mmoja gari lake limepigwa mawe. Nilikuwa naangalia tu kwenye TV, sio mgombea gani gari lake limepigwa mawe, lakini sisi hapa halijapigwa mawe. Na tarehe 21, 22 na 23 ya mwezi huu tumepokea pia ratiba kutoka kwa Chama cha Mapinduzi kwamba mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi naye atakuwa na mikutano Dar es Salaam. Atakuwa na mkutano Leaders Club, mitaa ya Leaders Club tarehe ya kwanza. Atakuwa na mkutano kwenye uwanja wa pale TANESCO kule Temeke, na atakuwa pia na mkutano uwanja wa Kinyerezi, tunaita uwanja wa Keke pale uwanja wa Kinyerezi. Atakuwa na mkutano mitatu. Namna tuliopokea ratiba, wajibu wetu sisi kama viongozi wa serikali sio kwenda kuambia watu mpigieni Rais Samia, hapana. Kazi yetu sisi ni kusema tutalinda mkutano wa mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi kama tulivyoilinda mikutano ya wagombea wote, ili naye anadi sera zake, ataifikia mwisho, itafika siku ya kura. Kwa hiyo nimeona niwaambie tu hili kwamba mjitokeze pia kwenda kusikiza sera za hawa wagombea wetu, ili tuache kubishana huku mtaani kwa hoja ambazo wagombea hawajasema au wagombea wamesema. KM Online TV.